mpaka sasa hivi watu 28 wamepoteza maisha. Majeruhi ni 9 wako hospitali teule ya Ifisi na maiti 28 ziko pia katika hospitali hiyo kwenye chumba cha maiti pale hospitali ya Ifisi. Ni kwamba mnamo tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2025 majira ya saa 1:47 kwenye eneo hili la mlima Iwambi katika halmashauri ya wilaya Mbeya vijijini, kwenye barabara kuu ya kutoka Mbeya kuelekea Tunduma, gari lenye namba T830 EDP ikiwa na tela lake lenye namba T148 CTD aina Scania lori ikiwa limebeba shehena ya unga likiwa linaendeshwa na dereva ambaye anaitwa Filipo Lighton Mwashibanda mwenye umri wa miaka 33. Huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe, ikiwa natokea Dar es Salaam. Kama nilivyosema, lilikuwa limebeba shehena ya unga. Liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili. Gari mojawapo ni T257 DVP aina ya Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria, ambayo sasa ndio humo tumepata majeruhi pamoja na vifo. Lakini pia na gari nyingine T185 DMF aina ya Toyota Light Ice na kutumbukia kwenye eneo hili la Kolongo kwenye mto huu Mbalizi na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa, ambayo ni kingo ya mto huu wa Mbalizi. Watu waliofariki katika ajali hiyo, wanawake ni 12 na miongoni mwao watoto ni 2 kwenye jinsia hiyo ya kike. Lakini wanaume sasa ni 16 na kati ya hao kuna watoto wa kiume 2. Kwa hiyo hadi sasa ninavyoongea, katika hao marehemu walio katika ile hospitali ya Ifisi 18 wamekwisha tambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu 9 bado hawajatambuliwa. Kwa hiyo katika ajali hiyo majeruhi ni 9 kama nilivyokwisha sema, wanaume ni 7, wanawake ni 2. Kwa hiyo miongoni mwa majeruhi ambao nimesema ni dereva wa gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi Rosa. Kwa hiyo majeruhi ni Baraka Samuel Mgala miaka 35 mkazi wa Mbalizi, aliyekuwa dereva katika gari namba T257 DVP Mitsubishi Rosa, ambaye ameumia miguu yote miwili, mbavuni pamoja na kichwani. Lakini dereva Filipo Lighton Mwashibanda mwenye umri wa miaka 35, huyu mkazi wa Tunduma, aliyekuwa anaendesha gari hili ambalo mnaliona hapa hili lori, yeye amevunjika mguu wa kushoto. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye hili lori, ambaye baada ya kuwa ameruhusiwa, kama mnavyojua tuna utaratibu wa kupitanisha magari makubwa na madogo. Baada ya kuruhusiwa, yeye alitoka kule kwenye eneo ambalo tunaegesha ya magari na akapita kwenye hii barabara kwa mwendo ambao nafikiri ulikuwa ni mkali, na akashindwa kulimudu hili gari, na matokeo yake akafika akagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti sasa kuingia stendi na kusababisha vifo hivi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi huyo dereva niliyemtaja yuko hospitalini, pamoja kwamba yuko kwenye matibabu, lakini tunaendelea kumshikilia kwa hatua zaidi za kisheria. Eneo la Iwambi imekuwa likipatikana kwa ajali nyingi sana. Hapo lazima mamlaka muweze kufikiri kwa nini ni eneo hilo tu ambalo katika hiyo barabara kwenda Mbalizi Tunduma ni eneo baya ambalo ni la hatari la ajali nyingi. Halionekani kwamba ni tatizo sugu mpaka sasa au ni namna gani? Kwa nini kusifanyike maboresho ya haraka eneo hilo, papanuliwe, njia iwe pana, ili vinavyosababisha ajali visiweko? Pakiwa na njia 4 hapo, ajali hazitakuwa zikisikika kwa sura kama hii. Kabla mjaanza kuwahukumu au kuwashtaki waliokuwa wazembe kwa sababu ya namna moja au nyingine, mwe mnafikiria huyu dereva hata kama angekuwa mzembe, barabara ziko 4, anafanya uzembe kwenye barabara ambayo iko peke yake, kusingetokea na madhara. Tuboreshe miundombinu, tuboreshe mazingira, tuboreshe masuala ya usalama barabarani ili ajali zisiendelee.
Sauti ya mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.